Basi Mungu wetu akubariki sana. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Nataka tu nikupe wazo la siku ya leo. Unahitaji kuwa mwangalifu sana katika maisha haya tunayaishi, maana wengi ambao wanakuja kwa maisha yetu, sio kila mtu anakutakia mazuri. Sasa leo hii nataka nikusaidie ama nikufunze kuwa makini. Be sensitive. Kuwa makini. Haswa sana wakati ambapo watu ambao ulikuwa unawajua walikuwa ni adui. Watu ambao ulikuwa unajua hawakuwa nakutakia mema, ghafla wanabadilika kuwa marafiki. Yaani kabisa unajua huyu mtu hakuwa ananitakia mazuri. Huyu mtu alikuwa na chuki nami. Alafu baadaye anakuja kuwa rafiki. Wapaswa kujiuliza, kwa nini imefanyika tu ghafla? Mbona ghafla? Mbona amekuwa rafiki? Kuwa mwangalifu. Mtu ambaye hakuwa anakupenda, mtu ambaye alijawa na chuki, mtu ambaye alikuwa anakusema vibaya, alafu anakuja kukutembelea. Kuwa mwangalifu na ujiulize kwa nini hilo linafanyika. Mtu ambaye aliapa akasema kwamba hautafaulu, hautafika mahali fulani, hautakuwa na hiyo ndoa, hautakuwa na hiyo kazi, maisha yako hautawaiona mema. Alafu ghafla huyo mtu anafanyika rafiki. Kuwa makini. Maana kuna watu wasingeweza kukushambulia ama kukumaliza wakiwa mbali. Wasingeliweza kukushambulia vile walivyokuwa wanataka wakiwa mbali nawe. Sasa inabidi wasonge karibu nawe ili wakaweze kuelewa na kujifunza jinsi ya kuweza kukupiga ama kukushambulia wakiwa karibu. Acha nirudie hilo. Kuna watu hawakuwa na uwezo wa kukupiga wakiwa mbali. Yaani walikuwa na upungufu wakiwa mbali. Sasa inabidi waje karibu nawe, wasongee karibu nawe, ili wakaweze kujua ni namna gani wanaweza kukupiga, wanaweza kukumaliza wakiwa karibu. Kwa hiyo kuwa mwangalifu sana, mwana wa Mungu. Hakuweza kukushambulia akiwa mbali. Unajua kabisa alikuwa akinipiga. Unajua kabisa huyu mtu hakuwa ananipenda, alikuwa ananisema. Alafu ghafla unakuja kumuona anakuja karibu. Ndiyo sasa anakupa taarifa. Anakupa taarifa, hata anaweza kueleza kuhusu watu wengine. Anakueleza maneno. Unajua fulani alikuwa anafanya hivi, fulani alikuwa anasema hivi kukuhusu. Kuwa mwangalifu. Maana anajileta ndiye akumalize vizuri. Kuwa makini sana.
kwa watu ambao wamekuja karibu nawe, wamerudi karibu nawe kwa sababu ya mambo ambao waliyasikia, mambo mema, vile Mungu anakuinua, vile Mungu anakubariki, ila hali kule nyuma hawako wanakupenda. Yawezekana ikawa hata watu wa familia wako wanakupenda, lakini sasa wakati mambo mema yanafanyika, sasa wanaweza kukupigia simu, wanaweza kukutafuta. Kuwa makini sana, kuwa makini sana. Hawa ni watu hawakukutakia mazuri, ni watu ambaye hawakukupenda, alafu all of a sudden wamesikia mambo yako yamekuwa mazuri, alafu sasa ndio wanakuja wanakutafuta. Kuwa makini, kuwa makini kabisa na watu ambao wanakutafuta kwa sababu ya ukuu. Wanakutafuta kwa sababu ile greatness, ule ukuu wanauona maishani mwako. Ni watu walikuchukia, hawakuwa na imani nawe. Kwa makini. Hili limenifanyikia jana. Huyu mtu hakunipenda miaka mingi, fahamiana naye miaka kadhaa. Aliongea mengi, aliwapinga watu ambao wangelikuwa wa maana kwangu. Lakini sasa akawa anatafuta mambo mengine siwezi kudisclose. Mtu anataka kujua TV yako inaendeleaje. Wakati hiyo TV hakuwa anakutafuta. Anataka kuelewa jinsi huduma yako inavyoendelea, maana anaona wakati ulikuwa uko chini alikuwa anakunyorosha, akisema hata Mungu hauna, akiambia watu huyu mtu hana Mungu ABCD. Hiyo ninaongea kile nacho imenifanyikia juzi, hii wiki tuko juzi. No, jana. Kuwa mwangalifu sana. Kuna watu watakutafuta wajue mambo fulani kukuhusu, ndio wapate nafasi ya kukupiga vizuri, maana hawakuweza kukupiga wakiwa mbali. Sasa wanakuja karibu ndio wakumalize. Kuwa mwangalifu sana, mwana wa Mungu. Kuna watu tu mambo mazuri maishani mwako inawafanya wakusongee. Hawa ni watu ambao unajua wako wanakutakia mazuri. Chunga. Amani yako ni ya maana. Maisha yako ni ya maana. Sio lazima uwe na marafiki wengi. Tunaishi wakati hatari, wakati mbaya. Mungu akubariki. Zingatia yale nimekufunza. Ni wazo la siku ya leo. Angalia sana, kuwa mwangalifu, na Mungu atakubariki. Huyu ni mchungaji wako Peter Shama. Shalom.